Naam, mtazamaji wa Sanga Media TZ au Sanga Media Tanzania, tuko maeneo ya Chanika, lakini leo hii miongoni mwa vitu ambavyo mbunge wa jimbo la Ukonga Shingo Bakari Shingo ameweza kufanya ni kuanza na ziara ya kwenda kutoa elimu ya siku ya sheria. Lakini pia licha ya kufanya vitu kama hivyo, tumeanzia Gongo la Mboto tukiwa tumepanda ndani ya daladala, akajaribu kuzungumza na baadhi ya wananchi. Lakini kwa nyinyi ambao mnatufuatilia Sanga Media, nadhani mmeweza kuona. Lakini tumekuja kwa daladala kutoka Gongo la Mboto, tumefika mpaka Chanika, lakini lengo kuu ilikuwa ni kuzungumza na wananchi au wakazi wa maeneo haya. Ameweza kuzungumza na baadhi ya wananchi, lakini pia nataka tuweze kuzungumza naye sasa kwa uchache sana ili tuweze kumaliza zoezi hili leo, lakini pia kesho tuweze kujua tunamkia sehemu gani, hususan kaja kwenda sasa kuzungumza na wananchi. Mzee, kwanza ongera, unafanya kazi nzuri sana, lakini pia tumepita baadhi ya sehemu umeweza kuzungumza na wananchi. Nimeona furaha wananchi imekuwa ni kubwa sana, kushangaa kuona kwamba mbunge ameweza kuwatembelea katika vijio vyao mbalimbali. Unahisi ni kwa nini labda wananchi wengi sana wamekuwa wanashtukizwa na ujio wao, kwa sababu licha huko nyuma hawajawahi kufanywa na vitu kama hivi? Ni kweli kwamba hatukuwa na mazoea ya kutembelewa na mbunge na tena katika mazingira rafiki, na ni kiu yetu watu wa jimbo la Ukonga, na walifanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo natakiwa niwaoneshe kwa vitendo kwamba hawajakosea. Mimi ni mbunge wao, tutakutana mazingira yoyote, nitawawakilisha kwa kuchukua mawazo yao kuyapeleka bungeni, lakini kinachopangwa na serikali kuja kwenye jimbo langu tahakikisha kwamba kinafika kwa wakati. Na kama unavyojua, leo hoja kubwa ilikuwa ni wiki ya sheria ambayo imezinduliwa jana na Mheshimiwa mkuu wa mkoa pale katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Wajibu wangu ni kuambia wananchi kwamba serikali imeweka mawakili pale wengi sana kwa ajili ya kutusikiliza. Ni wajibu wangu, na hasa kuzingatia jiografia yetu watu wa Ukonga, hasa kipande hiki cha Chanika, Zingiziwa, Buyuni. Kuna changamoto ya mipaka kati ya wilaya Kisarawe na wilaya Ilala, lakini pia tuna changamoto ya urasimishaji ardhi, lakini tuna changamoto mbalimbali na changamoto ya mipaka kati ya reli ya Tazara na upande ambao sio hifadhi ya reli. Kwa hiyo yote hayo inahitaji sheria, na katika ofisi yangu sehemu kubwa kumekuwa kunaitwa malalamiko yanayohusiana na mambo ya ardhi, mipaka na kadhalika. Nimeona nitumie siku 5 kuelekea siku 7 kuhamasisha wananchi wajitokeze. Kwa hiyo naendelea kufanya wajibu wangu, na huu ndio wajibu wa mwakilishi. Okay, nataka pia uweze kuniambia licha ya vyombo vya habari vikubwa sana nchini kuweza kuripoti zoezi zima hili, lakini wewe bado ukaamua kuiwa zaidi kuweza kupita mtaani kuzungumza na wananchi. Kitu gani hasa ambacho kimeweza kusukuma Shingo Bakari Shingo, mbunge wa jimbo la Ukonga? Tunawajua wananchi wangu kwamba sio wote wanaweza kuwa na simu za smart, lakini sio wote wanaweza kuwa na TV na kadhalika, na ubizi wa mazingira ya jimbo langu. Kwa kuwa najua, ndio maana nimeamua kuja kufanya masahihisho, kuja kuleta taarifa kamili ili nihakikishe kwamba taarifa zinawafikia. Nasema siwezi kufikisha kwa 100%, lakini kile kipande ambacho tutakuwa umepata taarifa kwa vyombo vya habari, na mimi kama mbunge nawafikishia kwa upande wangu, na mimi nitafanya vizuri. Reaction ya wananchi sasa baada ulipofika na kuweza kuzungumza nao kuambia faida ya programu hii, unahisi wananchi wameyapokea kwa asilimia ngapi? Kwanza walikuwa na mshangao, hawakuzoea kuona mbunge anakuwa rafiki katika mazingira yetu. Nikawaambia kweni na amani, tutengeze mazingira hayo, lakini reaction imekuwa nzuri. Wewe umeona kama waandishi, tunakwenda mahala watu wakishajua ni mbunge, wanaokuja wengine nyuma wanaonijua, mwisho wa siku nakaa tunazungumza, tuendelee, tutafanya vizuri. Shingo Bakari Shingo, kwanza shukrani sana kwa muda wako, lakini pia endelea kufanya kazi nzuri na kwenda kutibu changamoto mbalimbali za wakazi wako wa maeneo ya Ukonga.